Wananchi wataja vyanzo vya maradhi mbalimbali yanayoikumba jamii. Ikiwa ni mwendelezo wa utoaji elimu katika wiki ya mlaji mkoani Mara, Tume ya Ushindani Kanda ya Ziwa imeendelea na zoezi la utoaji elimu juu ya utambuzi wa bidhaa bandia, hususan kwa mlaji ambaye ndio mwathirika mkubwa. Leo hii wametembelea soko kuu la Halmashauri ya Manispaa ya Musoma mkoani Mara, ndipo baadhi ya wafanyabiashara wakatoa maoni yao ni kwa namna gani jamii inaathirika kwa kutumia dawa ambazo si salama kwa afya ya mlaji. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara kutoka katika soko kuu la Halmashauri ya Manispaa ya Musoma wameiomba Tume ya Ushindani kuendelea kutoa elimu hiyo, kwani mlaji ndio mwathirika mkuu wa bidhaa bandia. Kwa majina naitwa Faustini John. Makazi yangu ni Mkendokati. Changamoto ya madawa. Changamoto ya madawa iko hivi. Kwenye madawa hatuwezi tukaenda kununua Panadol au aspirini au nini ukapewa risiti. Matokeo yake unaweza kununua dawa zikakupa allergy. Zinapokupa allergy, ukirudi kwa muuza madawa anakuambia kwamba ngoja nikubadilishie, labda hizi hazikubali. Sasa kumbuka, na kwenye madawa pia pameshakuwa na changamoto la madawa nini? Feki. Kwa hiyo tunaombeni mchunguzi kwenye madawa pia mfanye uchunguzi vizuri kusudi aweze kunani, maana magonjwa yote yanaanzia kwenye madawa baridi. Unaweza kujikuta tu tayari mambo ya matumbo, mara mafigo. Kwa hiyo ina maana tayari mtu alishameza huku majitu ambayo yameshafanya nini, yalishapita wakati au yamekuja ni mafeki. Kwa majina naitwa Jeni Maginga Mtando, mkazi wa soko kuu, mkazi wa Misenge, mtaa wa Sokoni. Nishakutana na mtu alikuwa anauza sabuni huko sokoni, akasema sabuni ni nzuri, nikanunua hiyo sabuni, lakini nilipofika nyumbani kufanyia shughuli kama nilivyokuwa maelekeza, haikutoa povu wala nini, ikawa kama maziwa. Unanunua kitu lakini ukielewi unakitumia tu. Hiyo nayo ni changamoto katika maisha ya wanadamu. Huwezi kujua hivi inakuathiri kwa muda gani. Wewe unakitumia lakini hujui itakuathiri kwa muda gani. Hiyo nayo ni changamoto. Naomba Tume ya Ushindani iende kutusaidia sisi wafanyabiashara na walaji ili tusiweze kuathirika zaidi, kwa sababu ndio inayopelekea watu kupata kansa, magonjwa ya ajabu ambayo hata hayana maana, kwa sababu tunakula vitu na shangaa mwanaume siku hizi naye ana uvimbe tumbo. Unatoka wapi? Tunakula vitu ambavyo sio vya haki. Majina naitwa Mama Ashura, mkazi wa Nyabangi. Kama serikali tunaomba tusaidie kwa bidhaa feki ambavyo tunavyokutana nazo. Si mafuta, si sabuni, si miswaki. Tunaumia jamani, upande wa serikali. Kama mmeamua kuja kutuchunguza ili muangalie, mtupe msaada. Hata sabuni nimeshaitumia kwa sababu sikujua. Nilikuwa ndio nimetumia kwa mswaki kama miswaki. Na yenyewe ndio nishagaitumia, lakini shida ambayo inaleta huko kwenye fizi, unakuta unaumia kwenye fizi, halafu nakuta meno yanauma meno, kwa sababu hata nikikuta mtu ambaye nimeshajifunza kama kwa kutumia mswaki nimeelewa zaidi, ambapo nikikuta hata mtu yoyote ambacho anacho feki, nitajaribu kumwambia hebu tuone hiki kitu feki, hebu tuende sehemu ambapo ulipouza ili tupate ushirikiano ili tukomeze hivi vitu feki. Kwa majina naitwa Yasige Nyamakumbati, ni mkazi wa Mara, Musoma, wilaya ya Musoma. Tume ya Ushindani FCC. Nikajiuliza Tume ya Ushindani wanashindana na nini? Nikabidi nije nipate elimu nzuri sana. Wapi niende kupata mkopo na wapi nisiende. Yaani kutokana na elimu niliyoipata hapa, kwanza itabidi ni waone nije kwa FCC. Nitoe taarifa, alafu wao wataendelea kushughulika. Kilele cha wiki ya mlaji kitakuwa Aprili 2, 2026. Hata hivyo, FCC Kanda ya Ziwa inawasihi wananchi kudai risiti pindi wanunuapo bidhaa na kutoa taarifa kwa haraka wanapouziwa bidhaa bandia. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.